Iran yathibitisha kifo cha afisa mwandamizi wa usalama Ali Larijani. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ataka mzozo wa Ukraine usisahaulike. Na Rais wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ashinda awamu nyingine ya uongozi. Habari kamili. Tehran. Iran imethibitisha kifo cha afisa mwandamizi wa usalama Ali Larijani saa chache baada ya Israel kusema imemuua mkuu huyo wa usalama wa Iran katika shambulizi la anga huko Tehran. Shirika la habari la Fars lenye mafungamano na kikosi cha walinzi wa mapinduzi lilitangaza kuhusu kifo chake na kusema ameuawa kama shahidi. Larijani alihudumu kama mshauri wa karibu wa kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi la anga Februari 28, siku ambayo vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipozuka. Tehran pia imethibitisha kifo cha kamanda wa vikosi vya usaidizi vya Basij, Brigedia Jenerali Ghoram Reza Soleimani. Shirika la habari la Fars lilichapisha taarifa ya kifo chake ambapo kikosi cha walinzi wa mapinduzi walimpongeza wapiganaji wa Basij kamwe hawataacha kulipa kisasi juu ya kifo cha kiongozi wao. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameikumbusha jumuiya ya kimataifa kutousahau mzozo wa Ukraine licha ya vita vinavyoendelea vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Starmer alisema hayo alipomkaribisha Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye makazi na ofisi yake kwenye mji wa mtaa wa Downing jijini London, na kuongeza kuwa hawapaswi kupoteza mwelekeo kuhusu kinachoendelea Ukraine na hasa msaada wao kwa taifa hilo. Zelensky alimpa Starmer taarifa kuhusu kile kinachoendelea kwenye vita vyake na Urusi, usalama wa nishati na juhudi zinazoendelea za kidiplomasia na Marekani na Urusi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte pia alijiunga na mkutano huo na kufanya mazungumzo tofauti na Zelensky. Brazzaville. Rais wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ameshinda tena uchaguzi kwa 94.82% ya kura na kuongeza awamu nyingine baada ya karibu miaka 42 ya kutawala taifa hilo linalozalisha mafuta. Wanadiplomasia na wachambuzi wa kisiasa walitarajia ushindi mwepesi kwa Sassou Nguesso mwenye miaka 82 ambaye alikuwa kichuana na wapinzani 6 ambao hawakuwa na umaarufu sana. Wagombea walioshindwa wana siku 5 za kuwasilisha pingamizi na mahakama ya katiba ina siku 15 za kuchunguza changamoto zozote kabla ya matokeo ya mwisho kuchapishwa. Vyama vikuu vya upinzani havikuteua wagombea wakilalamikia ukosefu wa uwazi, huku wapinzani wawili maarufu Jenerali Jean-Marie Michel Mokoko na Andre Okombi Salisa wakisalia gerezani kwa karibu mwongo mmoja. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Washington. Cuba imesema iko tayari kwa mazungumzo mapana na Marekani na kuruhusu uwekezaji zaidi, lakini haitajadili kuhusu kubadilisha mfumo wake wa kisiasa. Naibu mkuu wa ujumbe wa Cuba nchini Marekani ameliambia shirika la habari la AFP jana Jumanne kwamba mataifa hayo jirani yana mengi ya kujadili, lakini hakuna mwenye mamlaka ya kumtaka mwingine kubadilisha serikali yake. Amesema kitu pekee ambacho Cuba inakiomba ni heshima ya uhuru wa taifa hilo na haki yao ya kujitawala. Marais wa Marekani Donald Trump na Miguel Diaz-Canel wa Cuba wamekiri kuwepo majadiliano kati ya nchi hizo mbili, huku Cuba ikikabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kukatika kwa umeme nchini kote siku ya Jumatatu. Kama nilivyokueleza hapo katika utangulizi, Israel na Iran zimeendelea kushambuliana kwa zaidi ya wiki mbili tangu Tel Aviv na Washington zilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu Februari 28. Viongozi wa juu wa Iran wameendelea kuuawa. Afisa mwandamizi wa usalama huko Iran Ali Larijani na Jenerali Gholam Reza Soleimani anayeongoza kikosi cha kujitolea cha Basij ndani ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC ndio
ndio maafisa wa hivi karibuni wa juu zaidi huko waliotangazwa kuuawa na Israel katika vita hivyo. Lilian Mtono anatuarifu yale mapya yanayoendelea kujitokeza kwa wakati huu katika vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Iran imethibitisha kifo cha afisa wake mwandamizi wa usalama Ali Larijani katika shambulizi la anga lililofanywa na Israel pamoja na Jenerali Gholam Reza Suleiman, kiongozi wa kikosi cha kujitolea cha Basij. Larijani alikuwa akichukuliwa kama mmoja ya watu wenye ushawishi mkubwa sana nchini Iran tangu kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei alipouawa katika siku ya kwanza ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Tehran imesema Larijani, mwanaye na walinzi wake kadha walifariki katika shambulizi hilo la Jumanne. Baraza la usalama la Iran lilimpongeza Larijani kwa utumishi uliotukuka wa miaka mingi. Larijani, spika wa zamani wa bunge na mshauri mkuu wa sera, alikuwa akimshauri Khamenei kuhusu mazungumzo ya nyuklia na utawala wa Rais Donald Trump. Shirika la habari la Fars nalo lilichapisha taarifa ya kifo cha Jenerali Gholam Reza Suleimani. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi wamemtolea heshima na kumpongeza kwa kuuawa kwa heshima kama shahidi, na kuongeza kuwa wapiganaji wa Basij kamwe hawataacha kulipiza kisasi kutokana na kifo cha kiongozi wao. Mbali na taarifa hizo za vifo, mataifa ya Ghuba yameendelea kukabiliwa na mashambulizi ya makombora na droni kutokea Iran jana Jumanne, ambayo ilikuwa ikilenga miundombinu ya mafuta. Israel pia ilifanya mashambulizi mapya nchini Iran na Lebanon. Nchini Iraq, maafisa wanasema droni kwa mara nyingine zilishambulia ubalozi wa Marekani ulioko mjini Baghdad. Mjini Tel Aviv, kikosi cha dharura kimearifu kuwa watu 2 wameuawa karibu na mji huo katika mashambulizi ya makombora ya Iran, kufuatia ripoti za kikosi hicho kilichokuwa kikifuatilia mashambulizi ndani na maeneo yanayozunguka mji huo. Taarifa ya awali ilisema majeruhi 2 walikuwa na hali mbaya, huku polisi ikithibitisha kuanguka kwa vipande vya risasi kwenye mitaa ya Tel Aviv. Na huko Dubai kumesikika vishindo kwenye maeneo kadha, hii ikiwa ni kulingana na mamlaka ambazo zimesema mifumo ya ulinzi ya anga imekuwa ikidhibiti vitisho vya makombora na droni kutokea Iran. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema umelengwa na zaidi ya droni 2,000 pamoja na makombora ya Iran tangu vita vilipoanza. Na asante Lilian Tono. Tunabakia hapo hapo. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinavuruga ufikishaji dawa kwa njia ya anga. Hali hiyo inatishia usambazaji wa dawa hasa za saratani. Watengenezaji wa dawa wamelazimika kubadilisha njia ya kusafirisha makasha ya mizigo, wakati ambapo viwanja vya ndege vya Dubai na Doha vikiwa vimeathiriwa na vita hivyo. Zainab Aziz na taarifa kamili. Vita katika Mashariki ya Kati vinavuruga mtiririko wa usambazaji wa dawa muhimu katika eneo la mataifa ya Ghuba kutokana na hatari inayolenga njia za usambazaji wa dawa za saratani na matibabu mengine, dawa ambazo zinahitaji kuhifadhiwa kwenye majokofu, hali ambayo inazilazimisha kampuni kujipanga upya katika kutafuta njia nyingine za kuingia katika eneo hilo, kulingana na watendaji wa sekta hiyo. Mgogoro huo uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na jinsi unavyoendelea kutanuka kutokana na mashambulizi ya Iran kuzunguka eneo hilo la Mashariki ya Kati umesababisha kutatizika vituo muhimu vya usafirishaji wa anga na kusababisha pia kufungwa kwa njia za usafirishaji wa baharini, jambo ambalo linakwamisha kwa kiwango kikubwa shughuli za usafirishaji wa bidhaa nyingi muhimu, kuanzia dawa, chakula, mbolea na hata mafuta. Baadhi ya wakurugenzi wa makampuni ya kutengeneza dawa wamesema ingawa bado hakuna dalili za kutokea uhaba mkubwa wa dawa, lakini hali hiyo inaweza kubadilika ikiwa mgogoro utaendelea. Mataifa ya Ghuba yanategemea sana uagizaji wa baadhi ya dawa ambazo kwa kawaida huhifadhiwa kwenye majokofu. Dawa hizo huwa zinahitaji muda mfupi katika usafirishaji wake, kwani ni rahisi kuharibika iwapo zitasafirishwa kwa muda mrefu. Watengenezaji wa dawa wa nchi za Magharibi wamesema wanatafuta njia mbadala za kufikisha dawa katika mataifa ya Ghuba kwa kutumia viwanja vya ndege kama vile vya Jeddah na Riyadh nchini Saudi Arabia, na sehemu nyingine wanazozifikiria ni viwanja vya ndege vya Istanbul na Oman. Viwanja vya ndege vikubwa katika eneo la Ghuba vikiwemo vya Abu Dhabi, Doha na Dubai vimefungwa kutokana na mashambulizi ya Iran inayojibu mashambulizi ya Marekani na Israel.
Dubai na Doha ni viwanja vikubwa vya kusafirisha mizigo kutoka na kwenda Ulaya, Asia na barani Afrika. Huku mashirika ya ndege ya Emirates na Etihad na makampuni ya usafirishaji kama vile DHL inayoshughulikia usafirishaji wa dawa ambazo ni lazima ziwekwe kwenye majokofu ili kubaki salama na ufanisi, yamelazimika kusimamisha shughuli zake. Prashant Yadav, mhadhiri anayeshughulikia masuala ya afya ya kimataifa katika Baraza la Mahusiano ya Nje, amesema hifadhi ya dawa zinazodumu kwa muda mfupi, zinazoathiriwa na joto na ambazo ni ghali zaidi, kwa kawaida uhai wake ni karibu miezi 3 tu, na dawa za saratani ni miongoni mwa zile zilizo katika hatari kubwa zaidi iwapo mgogoro wa Mashariki ya Kati utaendelea. Amesema kuchelewesha usafirishaji wa dawa hizo za saratani kunaweza kuwa na matokeo mabaya kwa wagonjwa ambao saratani yao itazidi kuwa mbaya, na pia wanaweza kulazimika kuanza upya tiba iwapo kutatokea usumbufu wa kukatiza matibabu kutokana na kukosekana kwa dawa hizo.